sindano zina kazi gani huko ndani? Usione shika vitu sio kuhusu, sawa? Usiku wa giza, upepo wa kivuma ndani ya chumba. Siri ya maiti inanikondesha. Kila nikilala sauti inanitesta. Nilifanya kosa, sasa nalipa. Mzimu unanifuata, mbona sipati amani? Jasho linanitoka, macho haya fumbi, nikikaa sebuleni, kivuli kipo nyuma. Karibu na kufungua. Karibu. Karibu. Habari yako? Salama zako? Salama. Bwana shemeji. Vipi? Habari ya siku? Sawa. Kama kawa? Sawa. Sasa shemeji, unajua napiga simu. Sawa, sema. Najua shida yako. Ndio mama. Shem, huyu mwanamke anakera sana. Yaani nampigia simu zangu apokee, mwisho wa siku anazima kabisa. Hasa anamaanisha nini? Na pale ana bahati hajafungua yeye. Light kama angefungua yeye pale, kwa hasira nilionayo, leo angenitambua mimi ni nani. Shem bana. Sasa punguza hasira. Na vipi huyo mwanamke mwambie chochote kuhusu dada yako? Mimi sijaongea naye chochote. Hata umekuja umenikuta nilikuwa namshangaa pale. Nilikuwa najiuliza huyu mwanamke wa wapi? Sasa nikawaza, nikasema au Shem labda akaamua kuleta mwanamke wa kumsaidia dadangu kazi za ndani. Niliwaza hivyo. Ila sio sasa hivi. Ila endapo akipatikana nitamleta. Ila aliyoko ndani ni rafiki yake dada yako. Amekuja kupiga story tu au sio? Kaja kumuona shoga yake. Okay. Lakini mimi nilikuwa na shida na Abi. Maana anikela sana. Anapiga simu zangu apokei wakati anajua kabisa kwamba ameondoka na funguo ya nyumbani, ameondoka na pesa zangu ambazo natakiwa leo nipeleke marejesho kwa bosi wa pikipiki hiyo nayoendesha mimi. Shingapi? 60,000. Maana natakiwa nipeleke 70,000. Sasa 60,000 anayo yeye, mimi ni 10,000 tu hapa. Sasa Shem, mimi leo nikinyang'anywa hiyo pikipiki, nitafanya kazi gani hapa mjini? Jua lilivyo kali, sasa hizi kazi ni ngumu hazipatikani rafiki yangu. Sasa nisikilize. Yeye tu anipe hiyo pesa, mimi nipeleke nikalipe deni la watu. Yeye kama ameamua kukaa hapa, hata kama akikaa leo, kesho kutwa, hata miaka miwili fresh. Hata kama akitaka hamie kabisa, mimi sijali. Cha msingi nataka pesa nikalipe deni la watu. Basi nisubiri hapa mimi, acha nimwambie sawa. Haina noma. Natamani niseme siri ya moyoni, lakini naogopa machozi yananishia. Safari yetu ya mapenzi ilianza Mume wangu ni nini hicho anachonificha? Hakuna mke wangu, hakuna hata cha maana. Kama sio cha maana kwa nini unakificha? Utoke hadi uniambie hicho ulichoficha ni nini. Naomba nikione.
Kwa hiyo hiki ndio ulikuwa unaficha muda wote hivi hadi mimi nikahisi ni kitu kingine tofauti kabisa. Ila wewe una vituko unajua mwanangu. Sasa kwa nini ulikuwa unaficha? Ilikuwa ni moja tu, nilikuwa sitaki uniombe. Ndio nishaichukua sasa. Haya, umeificha je? Umeiga peke yako? Haina peke yangu hata sikupi tena. Haya. Nimekuta akioga. Akadai nikupe funguo. Nadhani pesa atakuja nazo mwenyewe, sawa? Siwezi. Kwa nini? Mimi nimefuata hela. Iweje nirudi bila hela? Wewe mwambie nipe hela yangu. Wewe Abi! Tulia, unakosea sasa. Unavyopiga kelele hivi unaharibu. Hebu kuwa mwelewa. Kasema akitoka kuoga anakuja huko nyumbani. Shida iko wapi? Eti yaani mimi nafuata pesa, yeye ananipa ufunguo au sio? Fresh. Atanikuta nyumbani. Chukua hizo. Jasho linanitoka, macho haya fumbi, nikikaa sebuleni, kivuli kipo nyuma, nataka nikimbie, majirani wagundue, lakini siri yangu nikificha naungua. Lakini usiku sauti zinaita, maiti inalia, roho inasita, miguu inagonga, milango inafunguka, mzimu unalia, mgala nashituka. Siri ya maiti inanikondesha, kila nikilala sauti inanitesa. Nilifanya kosa, sasa nalipa, mzimu unanifuata, mbona sipati amani? Niende wapi? Nimwambie nani? Damu mikononi, siri imenisakama, hakuna usingizi, kaburi linaita, ni mauti au niende nikajisalimishe. Usiku wa giza, upepo wakivuma, ndani ya chumba, siri imenuna, Galatia ameficha maiti, mkewe hajui, majirani kimya.
dunia ishuke, haya mambo yanitoke. Moyo wangu umechoka, siwezi kuvumilia. Siri najilinda nayo, nisijevunja ndoa. Mke wangu anahitaji mapenzi, lakini mawazo yameniteka. Najikuta nashindwa mwenyewe, siamini haya. Mchepuko Ndiyo. Hata kama nikipata vijana 3 wanatosha, nitasaidiana nao. Jitahidi ndugu yangu. Mwisho wa siku nitagundulika afu itakuwa shida. Saa ngapi? Basi sawa, watanikuta hiyo saa 4 usiku na wasubiria. Waambie wasiniangushe. natamani niseme siri ya moyoni, lakini naogopa machozi. Hii simu haitakiwi kupatikana tena. Inatakiwa ivunjwe kila kitu. Usiku wa giza, upepo wa kivuma ndani ya chumba, siri imenuna. Mgalatia ameficha maiti, mkewe hajui, majirani kimya. Lakini usiku sauti zinaita, maiti inalia, roho inasita, miguu inagonga, milango inafunguka, mzimu unalia, mgala anashituka. Siri ya maiti inanikondesha. Kila nikilala sauti. Basi sawa, nakuja. Mgala anashituka. Siri ya maiti inanikondesha. Kila nikilala sauti inanitesa. Hii laini ni ya nini? Ina maana huyu mwanaume ana laini 3. Hii laini ina kazi gani? Na kwa nini hajawahi kuniambia kama ana laini 3? Itakuwa ya mambo yake hii. Sasa ngoja niweke kwenye simu yangu ili niwabambe vizuri hao malaya wake.
Sikia Jackson, nikwambie mwanangu. Sio lazima gari, hata bajaji ni sawa tu. Ili mradi tutoe ule mwili ndani. Okay. Basi tajiriwe imeisha. Tajitahidi. Naombeni mfanye hivyo. Maana sorry. Halo. Wae nyumbani kuna wageni wako wanakusubiri. Sawa, nakuja. Jackson, tutaonana baadaye. Nawahi nyumbani mara moja. Vipi? Nawa. Usiku wa giza, upepo wa kivuma ndani ya chumba, siri imenuna. Mgalatia ameficha maiti, mkewe hajui, majirani kimya. Lakini usiku sauti zinaita, maiti inalia, roho inasita. Hans, naomba tuongee. Wala hata usijichoshe. Galatia ananipa mawazo. Kashaniambia kila kitu kilichokuwa kinaendelea. Visa chumbani vinanitesa, mzimu unanifuata. Niende wapi? Nimwambie nani? Damu mikononi, siri imenisakama. Hakuna usingizi, kaburi linaita.